Tupige makofi mengi sana wakati mheshimiwa mgeni rasmi anazungumza nasi. Karibu sana mheshimiwa, na tuko tayari kwa hotuba yako. Ni vyema basi ukaja ukazungumza hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi anakuja kuzungumza hapa mbele. DJ kati anakuja basi pigie burudani kidogo. Asante. Nashukuru sana. Sasa hii kibude naona walitengeneza kwa ajili ya mkurugenzi, ni kirefu. Alafu mgeni rasmi ni mrefu sana kwenda chini. Sasa lakini tutaendelea hivyo. Sherehe oye! Sherehe safi! Walimu safi! Walimu wenzangu, awali ya yote mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kuweza kutanika mahali hapa siku hii ya leo. Wapo wengi wametamani kuwepo hapa, lakini siku ya leo hawakuweza kufika kwa sababu mbalimbali, lakini sisi tumepata upendeleo wa kuwepo mahali hapa. Lakini vile vile pia mshukuru Mungu kwa nafasi hizi alizotupatia. Haijalishi uko katika nafasi gani, lakini bado ni nafasi, na tuna kila haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wapo wengine ambao wamesoma kuliko sisi na wamepata alama za juu kuliko sisi, lakini hawakupata bahati ya kupata nafasi tulizonazo sasa. Na wengine wamepata bahati ya kupata nafasi hizo, lakini hawakupata neema ya kuweza kufanya hizo kazi, hata kama walikuwa na uwezo ambao ungewawezesha kufanya makubwa zaidi ya haya tuliyofanya leo tunaosherehekea, kwa sababu mbalimbali. Wengine ni walimu wazuri tu, lakini sasa hivi wako vitandani, ni wagonjwa, na wengine maisha yamewapiga, wamekata tamaa. Wengine wanalewa, hata hajui kwamba, ukimuuliza hajui kwamba hivi hii ni leo au jana, wala hajui kwamba yeye ni kijana au mzee. Maisha yamebadilisha, lakini sisi tumepata neema hiyo. Kwa hiyo tuna kila wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hili. Lakini pia niwashukuru nyinyi kwa kunichagua kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo. Wangeweza kuwepo wengi tu, lakini bahati hiyo ikaniangukia mimi. Basi nimshukuru Mungu katika hayo yote. Walimu wenzangu, habarini za mchana. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Mambo zile nyingine wanasemaje? Mwanakondoo ngaje kule Moshi, watani zangu wa Chaga alisema Mwanakondoo, akasema hata yeye achinjwe tu aliwe supu. Ndio anasema ameshinda. Umesikia? Ndio jibu sahihi. Leo walimu wenzangu, leo tumekutanika mahali hapa. Kwanza kabisa tambue uwepo wa viongozi wote, mkurugenzi ambaye ametoka, naye afisa elimu msingi na awali, na wakuu wa idara wengine, viongozi wengine mbalimbali, na walimu, na wale wote ambao wamepata bahati ya kuwepo katika eneo hili. Tunafahamu kwamba tumekutanika siku ya leo kwa ajili ya kusherehekea matokeo mazuri kwa wale walimu walio na kutoa tuzo kwa walimu ambao wamechangia katika matokeo hayo mazuri. Amesema vizuri mkurugenzi kwamba wote walimu wake wote wamefanya vizuri shule zote, lakini kuna ambazo zimefanya vizuri zaidi. Ndizo hizo ambazo zimetufanya leo hii tukutane kwa ajili ya kusherehekea matokeo hayo na kuweza kuwapa tuzo walimu hao. Lakini niseme kwamba hatukutanika kwa ajili ya matokeo mazuri wala kusherehekea tuzo,
bali tunasherehekea pia nguvu ya fikra, uthubutu na moyo wa kujituma na moyo wa kujitoa. Alisema vizuri hapa afisa elimu awali na msingi kwamba kazi ya walimu haimaanishi kufundisha tu darasani, kwamba wewe uangalie tu kipindi, ratiba, dakika zako 40 umemaliza umetoka 9:30 kazi imeisha. Hapana, huo sio walimu. Walimu ni zaidi ya kufundisha. Lazima kuwe na moyo wa kujituma, kwa sababu katika walimu kuna mambo mengi. Kuna mambo ya kuwalea watoto wale kiroho, kiakili, kimwili, lakini pia kuwajengea ari au tayari katika kujifunza. Kwa mjini tukisema wapata matokeo mazuri, wengi wao wanasema mjini wana haki ya kupata matokeo mazuri kwa sababu mazingira yanawabeba wale wanafunzi. Lakini mimi sikubaliana na hiyo theory, kwa sababu kila mahali kuna changamoto zake. Mtoto wa mjini wanakutana na changamoto nyingi kuanzia asubuhi akitoka nyumbani mpaka anapofika shuleni. Kuna vishawishi vingi, lakini pia mazingira ya nyumbani, wazazi wengi wa mjini wanakuwa wako busy na kazi, watoto wale wanapata muda mwingi wa kuangalia TV na kufanya vitu vingine ambavyo ni kinyume na ujifunzaji. Lakini walimu nyie, kutokana na bidii yenu katika kuhakikisha kwamba mnawalea watoto hao katika mazingira walionayo, ndio leo hii tunaweza kusherehekea matokeo mazuri kama ambavyo tunasherehekea siku ya leo. Mafanikio yote huanza na imani. Na imani ni ile sauti ya ndani sana ambayo inasema inawezekana, hasa wakati ule ambapo mazingira yanatukataza, yanasema haiwezekani. Lakini unakuwa na sauti ya ndani ambayo inasema inawezekana. Na hiyo ndio ambayo imeweza kutusukuma leo hii walimu mpaka tunaweza kushangilia mafanikio haya, kwa sababu ya kuweza kuitii na kuamini sauti hiyo. Walimu ndio hapa wameonyesha jambo kubwa la mafanikio. Na mafanikio haya si tukio la bahati. Akisema hata mkurugenzi hapa, sio tukio la bahati, bali linatokana na juhudi endelevu, kujituma, nidhamu ya fikra na mtazamo chanya. Mmeweza kuwa na moyo huo uthubutu, kapambana pamoja na mazingira yalionayo ya mjini, kwamba watoto wanapata changamoto nyingi, lakini mkaweza kupambana na kuweza kuwasaidia watoto hawa mpaka leo hii tunasema kwamba watoto wamefanya vizuri. Kisaikolojia tunasema mtoto hawezi kujifunza, binadamu wote hawezi kujifunza kwa kulazimishwa, isipokuwa kwa kuhamasishwa na kujengewa utayari. Kazi hiyo nyie mmeifanya, na ndio maana leo hii tunasherehekea mafanikio haya ambayo tunasema watoto wamefanya vizuri. Katika mafanikio haya nisitize jambo moja ambalo ni mtazamo au mindset. Mindset hii ndio msingi wa mafanikio katika mafanikio endelevu. Ili kufikia mafanikio endelevu lazima tuwe na growth mindset au fikra endelevu ambazo zitatuwezesha kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazotuzunguka, huku tukiamini kwamba changamoto siku zote sio balaa wala sio mkosi, bali changamoto ni fursa ya kuweza kujifunza mambo mengine zaidi. Na kwa walimu wote ambao tumefanya vizuri, nirudie kusema hongereni sana, lakini tusiridhike na hicho tulichopata, tuzidi kupambana zaidi. Tukione kama ni daraja la mafanikio zaidi, kufikia katika mafanikio makubwa zaidi ya haya tuliyoyafikia leo hii. Kumbukeni
na wale ambao hatukufanya vizuri, hatukuweza, wote tumefanya vizuri, lakini nimefanya vizuri katika waliofanya vizuri zaidi. Ndio maana kuna wanaopata tuzo leo na wengine hawakupata, lakini haimaanishi kwamba hawakufanya vizuri, isipokuwa wamefanya vizuri katika waliofanya vizuri zaidi. Na wale ambao hatukufanya vizuri zaidi, basi tujue, tuichukulie hii ni kama changamoto ya kuweza, au ni mrejesho wa kutuwezesha kufanya vizuri, kubadili mbinu ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu siku zote tunaposema kutofanikiwa yale malengo ambayo hatukufikia, haimaanishi kwamba tumeshindwa, bali ni fursa ya kuongeza mbinu mbalimbali na kupitia tena kurejea mbinu tulizokuwa tukipitia, ni wapi tulikuwa tunakosea au ni wapi hatukufanya vizuri, ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Na mfano mmoja wa kwangu na binti yangu wa kwanza, wakati ya kumaliza, wakati anasoma chuo kikuu, ana muda mwingi sana wa kungojea mwaka kwenda mwaka mwingine. Kwa hiyo kile kipindi kinakuwa kipindi kirefu sana, anakuwa nyumbani. Akasema nataka nifanye shughuli ya kulipa pesa kwa muda mfupi, kipindi hiki nikiwa nyumbani. Kaambia anataka kufanya nini? Akasema nataka nifuge kuku wa nyama, sababu wale baada ya wiki 3 tayari unauza. Kaambia anza hiyo kazi. Akaleta bajeti yake, tukampa mtaji. Kaanza wiki ya kwanza, wiki ya pili anakuja, naona macho yamekuwa mekundu. Vipi? Anasema wale kuku wamekufa wote. Kaambia imekuwaje sasa? Anasema wamebaki, hata mimi sijui. Tukamwacha. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu akaja. Akasema nimejua sababu wale kuku walikufa. Ni nini? Akatuambia sababu zake pale. Ndipo kuna chanjo ambayo takiwa awape, hakuwapa. Kwa hiyo bahati mbaya wakaingiwa na ugonjwa, wakafa wote. Akasema sasa nimeshagundua ambacho kimesababisha. Kaambia sasa vipi, unataka ujaribu tena? Akasema ndio, manake peni hela niagize tena vifaranga. Tukampa, akaagiza, akaanza safari, akafanikiwa mpaka kwenye kuuza. Akauza, akaweka wengine tena, akafanikiwa tena, akauza, akaweka wengine. Alikuwa anaweka kuku 100, na kila kuku 100 alikuwa mtaji wake kama 470. Afuna alikuwa anauza kila kuku kamoja 7,500. Kwa alikuwa anapata kama 7,500. Kwa hiyo hapa tunajifunza kitu kwamba mara kwanza alishindwa, alifeli, hakufanikiwa malengo yake, lakini hakukata tamaa. Alichukulia kama fursa ya kujiuliza ni wapi alisababisha, akagundua. Sasa na hii itusaidie kwa sisi ambao leo hii hatuweza kupata tuzo hapa, tusiamini kwamba tumeshindwa. Tunaweza tukarejea tena, tukareview zile mbinu tulizokuwa tunazitumia katika kufundisha, tuone kwamba ni wapi ambapo aidha ni kwa wanafunzi au kwetu wenyewe, ili kesho na sisi tuweze kusimama hapa na kupata tuzo kama ambavyo wamepata wengine. Kuna swala la mikakati mbalimbali ya kuweza kufikia. Na mafanikio yanakuja hivi. Na mikakati ambayo mlikuwa nayo, tunafahamu hilo, ingawaje mikakati mingine kwa saa nyingine inaingiwa na dosari mbalimbali, lakini tusikate tamaa na kusema kwamba basi kwa sababu tunakatishwa tamaa tuache. Hapana, turudi pale pale, tuitumie kama fursa ya kuweza kubuni mbinu nyingine ili tuweze kufanikiwa. Kwa mfano, kuna mkakati wa kuwahi asubuhi sana, watoto wanawahi, hasa yale mabasi ya njano. Tukaletewa malalamiko kule mkoani kwamba watoto wale wanaamka asubuhi sana, tena wenyewe wanasema usiku, waseme asubuhi, wanaamka usiku. Sasa usiku huo, je, mlevi akipita na lori akawagonga wakifa, inakuwaje? Tutajibu nini hapa kama mkoa?
Kwa hiyo ikaja hoja nzito kweli, tukaleta barua kwenu. Nafikiri mliona ile barua. Kwamba watoto hao sasa tusiwe tunaamsha ule usiku sana. Tuende muda ambao hata likitokea tatizo wasilisije likawa associated na muda wa kuamka, bali lionekane ni ajali kama ajali nyingine. Na ndio maana hata juzi ilitokea ajali, nafikiri ile shule ya Kololi. Kuna kijana alikuwa anawapeleka bodaboda, anawapeleka wale wanafunzi shuleni. Lori semi likae waponda pale, mmoja alifariki. Mwingine ana hali mbaya, tujui mpaka leo sijapata taarifa za leo, lakini hali yake bado haijategemaa. Tulichokuwa tulianza kuuliza, tupata taarifa, tulianza kuulizia ni saa ngapi wamegongwa. Kaambiwa saa 1 na dakika kadhaa, tukapumua maana tukiambiwa ndio ule usiku. Angerudi kule kwamba ni usiku ndio umesababisha hiyo, lakini ikatoiambiwa ule muda, tunasi tukapumua, tukasema basi hiyo, na kila mtu akasema hiyo ni ajali, kwa hiyo likaishia hivi. Kwa hiyo mikakati kama hiyo tujitahidi basi kurekebisha, tujue sasa mbadala wake ni nini, ili tuweze kubadilisha mbinu, tusiache kabisa, maana tukiacha tutarudi nyuma. Mafanikio haya ambayo tunasherehekea leo hatutayasherehekea tena. Kama huo mkakati ulikuwa ni miongoni mwa mikakati mikubwa ambayo inatusaidia. Kwa hiyo zidi tafuta mbadala tuweze kufanya vizuri zaidi. Pongeze sana mkurugenzi, naomba mfikishie salamu. Yeye ni zaidi ya mwajiri, amekuwa mzazi, ni zaidi ya mwajiri, sababu tukio hili huwezi kulifanya kama huna moyo wa dhati. Huu ni msukumo wa ndani kutoka kwenye moyo, na si kwa ajili ya kuonyesha machoni pa watu. Pesa hizi na imani idara peke yake ya elimu isingeweza kuafford, lakini na yeye amekuwa sehemu ya hili, akaona basi walimu wangu hawa, hebu nione cha kufanya. Si jambo dogo, si mkoa mpaka leo pale tunapambana hatujafanya. Tumeandaa kila kitu, lakini kutekeleza ni ngumu, lakini siyasema kwamba tumeshindwa, tutajitahidi na sisi. Hatuwezi kushindwa na halmashauri zetu leo siku hii. Tunapambana na sisi, labda mliotajwa hapa kuna siku tena mtatajwa tena ndani ya mwaka huu, na imani hilo litafanikiwa. Mtatajwa tena sasa kimkoa. Tunapambana, bado hatujaridhika kwamba tumeshindwa, na tunawashukuru sana. Kuna wafadhili wasikia hapa wametajwa pia multi super brand. Kwa pekee yao juzi nilienda pale kukinga bakuli. Walimwambia arayo mzao ni kama mingi pia simu atazipokelewa, nikamwambia ngoja niende. Kakinga bakuli pale nikalialia, wakatoa karibia milioni 7 kasoro point. Nilitoa milioni 9, nilitoa milioni 6 na laki 9 na 10. Huo ni milioni 7. Rasi mwingine alishatoa milioni 5. Tuendelea kupambana. Manyara Sugar nao alishatolea milioni 1. Tunaendelea kupambana. Si bajeti yetu ni kubwa, inaenda mpaka kwenye milioni 38. Ni kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kupambana na tutafanya, tuna imani tutafanya. Haiwezekani nyewe halmashauri mfanye si kushinda. Lakini pia nipongeze afisa elimu, kwa sababu asingeuza wazo kwa mwajiri wake, labda hili lisingefanyika. Yeye pamoja na timu yake wamekaa wakaona walimu wetu hawa kazi walioifanya ni kubwa, hebu basi tuwakutanishe angalau waone tumewapa mkono. Kilichotolewa sio kikubwa, huwezi hata ukilinganisha na kazi mliyofanya. Mnafanya kazi kubwa. Tungewauliza hapa moja hao waliopata zawadi si ya mafanikio, wangetuambia hapa wanaanza kufundisha muda ambao ni mapema sana kuliko muda wa vipindi, na pia hawamalizi ule muda wa serikali, wanaendelea na muda wa kuandaa wanafunzi mpaka wanakuwa katika hali ambayo inaleta mafanikio. Siku hii ya leo nizidi kuwapongeza, nizidi kuwashukuru, na wale ambao wameanguka
hawakufikia malengo, usikate tamaa. Usikate tamaa, kwa sababu ipo siku na nyinyi mtafanya vizuri tena, labda zaidi ya matokeo haya, mkavunja rekodi. Hata wale wanaosoma Biblia wanasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 na huinuka. Katika Mithali 24 mstari wa 16. Lakini hata kwenye Qur'an ukisoma sura Al-Baqara aya ile ya pili mstari ule wa 153, na hiyo inasema vile vile kwamba Mungu yu pamoja na wenye subira. Kwa hiyo endeleeni kuvuta subira, huku mkifanya bidii, ipo siku na nyinyi mtaweza kufanya vizuri zaidi ya haya ambayo yamefanyika. Yote mwisho kabisa, nawatakia maandalizi mema katika mitihani inayofuata, ili muweze kufanya vizuri zaidi ya hapa. Mafanikio haya yakawe ni daraja la mafanikio bora zaidi yajayo, sio tukagweteka tukawa kama yule mkulima ambaye alienda siku moja shambani kwake, mkulima wa maboga, akafika akakuta boga moja kubwa sana kwenye shamba lake, akaipika pombe, vyakula vya kutosha, akaalika wacheza ngoma. Unajua wale nao wanafunga na segere kabisa. Ngoma ilichezwa pale shambani. Matokeo yake hata yale maboga mengine yalikanyagwa yote. Lile boga kubwa pia lilikanyagwa, sababu walilewa wakacheza sana, wakafurahia mafanikio ile boga. Matokeo yake hata yale mengine yakaharibika, shamba lote likawa hakuna kitu. Anakuja kushtuka sasa, ngoma imeisha, arudi shambani hakuna kitu, walishamaliza kukanyaga na ulevi. Kwa hiyo sisi tusiende kuwa kama huyo mcheza ngoma, mkulima wa maboga. Twende tukazidi kuongeza bidii ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Tuendelee kujenga taifa lenye watu wanaoamini katika uwezo wao, lenye watu wenye uthubutu na ambao wana fikra endelevu, ili tuweze kufanya vizuri zaidi, kwa sababu tunasema kufaulu kwa mwanafunzi si mafanikio ya mwanafunzi peke yake, bali ni mkoa umefanikiwa, ni taifa limefanikiwa, ni Tanzania imefaulu. Kwa hiyo tukiendelea kufanya hivyo, tutakuwa pia tumetendea haki ile juhudi ambayo imefanywa na serikali yetu katika kujenga majengo mengi, na walimu wanazidi kuajiriwa, ili tuweze kusema ile value for money ipo kulingana na matokeo mazuri ambayo tutazidi kuyapata siku hadi siku, mwaka hadi mwaka. Tumeona rekodi yenu ni nzuri, kutoka 90% ya ufaulu 91 kwenda 92.7, mnazidi kwenda juu, na hata sasa hivi na imani mwaka huu mtazidi kwenda juu zaidi, na mwisho wa siku tunasema ni Tanzania imefaulu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwisho kabisa, naitwa Saidi, afisa taaluma mkoa, niko hapa kwa niaba ya afisa elimu mkoa. Nimekuwa sana. Nashukuru sana kwa hotuba nzuri. Basi Mheshimiwa